Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoa kombe la Muungano dhidi ya Yanga, mara baada ya kuibuka na ushindi wa goli 1-0, goli la Selemani Mwalimu Gomez kwa mkwaju wa penati bwana, ndilo ambalo limepeleka kilio kikubwa sana kwa Yanga mara baada ya kupoteza mchezo huo dakika za mwishoni kabisa kuelekea kwenye mikwaju ya penati. Sasa mara baada ya Simba Sports Club kutoa ubingwa huo wa kombe la Muungano bwana, kongole ni nyingi sana. Pongezi zimeendelea kumiminika kwa wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuweka historia ya kuweza kulichukua kombe hilo la Muungano kwa mara ya 7. Kwa sasa wanaweka rekodi ya kulingana na Yanga kwa kulichukua kombe hilo. Sasa moja kati ya pongezi kubwa sana ambazo Simba wamepewa ni kutoka kwa mwanamichezo nambari 1 Tanzania, na hapa namaanisha ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan bwana. Kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram official, Daktari Samia amechapisha picha ya Simba Sports Club wakiwa kwenye picha pamoja akiwa wanasherehekea ubingwa, halafu akaambatanisha na ujumbe unaosomeka hivi: ninaipongeza klabu ya Simba kwa kutoa ubingwa wa kombe la Muungano mwaka 26. Mbali na burudani, michezo imeendelea kuwa daraja imara linalotuunganisha. Pia ninazipongeza klabu zote 8 zilizoshiriki mashindano hayo kwa kuonesha ushindani wa kirafiki na hamasa inayozidi kuimarisha tunu ya muungano wetu. Ndicho ambacho amekiandika Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamichezo nambari 1, moja kati ya marais ambao wanathamini michezo, moja kati ya marais ambao tumeona mchango mkubwa ambao ameweka kwenye michezo, likiwemo lile goli la mama kwenye michezo ya kimataifa. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Simba Sports Club wame reply kwa maana ya kujibu kile ambacho Daktari Samia Suluhu amekiandika. Wao Simba wameandika asante sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndicho ambacho Simba walikiandika mara baada ya pongezi hizo kutoka kwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa ukiachana na pongezi hizo bwana, kama ambavyo nimekujuza kwamba pongezi ni nyingi sana, hususan kutoka kwa mashabiki wa Simba Sports Club ambao wameonyesha kuwa na furaha kubwa sana mara baada ya kuweza kutoa ubingwa huo. Sasa kuelekea kwenye mchezo wa Mei 3, mchezo wa NBC bwana, Simba Sports Club bado wameendelea kuweka tambo zao kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya NBC. Simba Sports Club bwana, kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram bwana, wameweka picha moja hivi ya kibabe sana ikimonyesha mnyama simba kimkanyaga chura chini, alafu pembeni kuna gesi hivi ya kuongeza pumzi. Yani alafu akasindikiza na maneno yanayosema usikate roho mtani, hatujamalizana. Ndicho ambacho amekiandika kwamba Yanga kwa kicho kipigo wasife bado hawajamalizana, kwa maana ya mchezo wa Mei 3 pale kwenye dimba la Jenerali Isamuhyo pale Mbweni, Dar es Salaam. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tambo ambazo Simba Sports Club ameendelea kuzifanya kuelekea kwenye mchezo huo wa Mei 3 wa NBC. Hapa ni kombe la Muungano finali. Simba amekuwa mabingwa wa muungano huo bwana. Tunafahamu kwamba bingwa wa michuano hii ameibuka na kitita cha shilingi milioni 150, Simba Sports Club wakiweza kukichukua, lakini Yanga wao wamechukua kitita cha shilingi milioni 100. Sasa Simba bwana, si tu kuchukua ubingwa na wala si tu kuifunga Yanga bwana, Simba unaweza kusema amechukua kila kitu. Kwa nini nasema hivyo bwana? Kuanzia ile tuzo ya mchezaji bora, bora mdogo, kwa maana ya mchezaji anayechipukia bwana, Simba zote wamebeba. Wamebeba kuanzia ile tuzo ya kocha bora, Steve Becker akiwa ni moja kati ya makocha ambao wamebeba tuzo hiyo. Yani kwa maana hiyo kwamba ni kwamba Simba wamebeba tuzo ya mchezaji bora ambayo imechukuliwa na Rushaine De Reuck. Simba wamebeba tuzo ya mchezaji mfungaji bora kwa maana ya Selemani Mwalimu Gomez. Simba wamechukua tuzo ya kipa bora kwa maana ya Hussein Abel. Simba wamechukua tuzo ya mchezaji chipukizi kwa maana ya Mbegu. Simba wamechukua tuzo ya kocha bora kwa maana ya Steve Becker. Kwa hiyo Simba wamechukua kibabe kombe hilo. Yani ni kwamba wamechukua kila kitu pale Zanzibar. Kwa hiyo Yanga imeanguka vibaya sana. Hata Okello ameshindwa kubeba taji hata moja
bwana, moja kati ya maumivu makubwa yasiyoelezeka kwa mashabiki wa klabu ya Yanga ambao waliamini kabisa kwamba wanakwenda kulichukua kombe mbele ya mtani wao Simba, mara baada ya kuwa na rekodi nzuri sana kwenye michezo ambayo amekutana baada ya Yanga kuonekana kufanya vizuri. Lakini Simba bwana, unaweza kusema amevunja uteja, kama ambavyo anazungumza Ahmed Ally kwamba kwa muda mrefu ameendelea kupoteza dhidi ya Yanga, hakuwa amepata matokeo. Kwa hiyo kuifunga Yanga kwenye mchezo wa fainali umefuta uteja kabisa. Kwa hiyo kinachoenda kufanyika kwa sasa ni kujiamini kwa Simba pindi watakapokutana na Yanga. Tunafahamu tu ni siku chache tu kuelekea kwenye mchezo wa dabi Mei 3 pale Jenerali Samuyo. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba hata mchezo wa tarehe 3 wanakwenda kushinda, na ndio maana wameweka ile caption ikimwonyesha Simba kimkanyaga chura, akasema mtani usife bado hatujamalizana. Kwa hiyo ni moja pia kati ya story ambayo nimeona nikujuza, lakini kubwa zaidi ni pongezi ambazo Simba Sports Club ameendelea kuzipata kutoka kwa wadau wa soka, lakini kubwa zaidi ni pongezi kutoka kwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ameipongeza Simba Sports Club mara baada ya kutoa kombe hilo, lakini akizipongeza timu zote 8 ambazo zimeshiriki mchezo. Tunafahamu kwamba moja kati ya timu ambazo zimeshiriki ama timu 8 ambazo zimeshiriki ni pamoja na Singida Black Stars, Azam, Yanga, Simba, Mwembe Makubi, KVZ, Mafuna pamoja na Mafunzo. Kwa hiyo timu zote ambazo zimeshiriki, Daktari Samia Suluhu Hassan amezipongeza kwa kuonyesha mchezo mzuri, lakini akisema kwamba mchezo ni furaha na mchezo inaunganisha watu. Kwa hiyo pongezi kwa timu zote, lakini kubwa zaidi pongezi ziwaendee wekundu Msimbazi Simba mara baada ya kuibuka na ushindi huo wa goli 1-0 dakika za mwishoni kabisa. Clatous Chota Chama dakika ya 100 karibia na 19 kuelekea 120 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare na kuongezwa dakika kwa maana dakika 30 dakika za mwishoni kabisa tunaona Edmund John anamkwatua Chama kwenye eneo la hatari na referee kutoka Kenya anaweka mkwaju wa penalti dakika za mwishoni kabisa, na Selemani Mwalimu Gomez anakwamisha mkwaju wa penalti na kuifanya Simba Sports Club kuibuka mabingwa wa ligi ya Muungano 2026 pale visiwani Zanzibar. Na tayari hapa ambavyo tunazungumza tayari baadhi ya wachezaji wa Simba Sports Club wameshakwisha kuwasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi sasa kuelekea kwenye mchezo wa dabi nyingine ya ligi ya NBC pale Jenerali Samuel. Tunafahamu kwamba ni moja kati ya dabi ambayo Yanga wanahitaji kushinda ili kuongeza gap ya alama 8 ili kuweza kukaribia ubingwa, lakini Simba wanahitaji kushinda ili kupunguza gap na kubakiza gap la alama 2 ili nao pia kuendelea kufukuzia ubingwa kimya kimya. Kwa hiyo ni moja pia kati ya mchezo ambao ni kama fainali hivi lakini japo hutakuwa na kikombe, lakini ni kama fainali ya alama. Kwa hiyo tunasubiri kuona nini ambacho kitatokea kwenye mchezo huo wa ligi ya NBC mara baada ya mchezo wa ligi ya Muungano, Simba Sports Club huibuka mabingwa na kuweza kutoa kombe la Muungano kwa mara 7. Bana, kongole pia kwangu mimi, pia natoa kongole kwa Simba Sports Club kwa kuonyesha mchezo mzuri, kwa kufanya kila kitu kwenye mchezo dhidi ya Yanga na kuweza kufanya. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.